Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Dr. Alfred Mwakitalima. Ni mchungaji wa kanisa la TAG Singida mjini, Jerusalem Spiritual Center, na nimekuwepo katika mkoa huu kwa muda wa miaka tangu mwaka 1975. Kwa hiyo mpaka sasa ni miaka 50 nikiwa ndani ya kanisa hili la Jerusalem Spiritual Center. Namshukuru Mungu kwamba nimekuwepo katika mkoa huu wa Singida tangu mwaka huo, na Mungu amenisaidia kufikia maeneo mengi katika mkoa huu, katika wilaya zote Singida, Manyoni na Singida vijijini. Na Mungu ametusaidia kufungua makanisa mengi ambayo yameenea mkoa mzima mpaka sasa. Na tumekuwa na wachungaji wa kutosha tangu wakati ule nilipokuwa peke yangu, lakini Mungu amenipa wachungaji wengi ambao wametokana na huduma hii. Kwa jambo hilo namshukuru Mungu sana kwa kuniwezesha na kunitumia kama chombo chake kwa ajili ya utumishi huu. Kwa hiyo Mungu ni mwema sana. Nimekuwa mji huu, nilifika hapa nikiwa mimi na mke wangu na watoto wangu wawili, na sasa hivi nimekwisha kuwa na watoto 4. Wawili nilitoka nao Dodoma, wengine nimewapatia katika mkoa huu. Hao ni watoto wangu katika mwili wangu pamoja na mke wangu. Lakini kwa upande wa kazi ya Mungu, tumefanya kazi hiyo na mke wangu kwa miaka hii yote, na nilikuwa nikifanya chini ya jimbo la sehemu ya Dodoma. Wakati ule mwaka ule nikifika, mwangalizi wangu alikuwa anatoka Dodoma na kuja kunitembelea. Pia siwezi kukosa kumshukuru mchungaji wangu Alimosa Masangu Pole. Huyu ndio chanzo cha kazi hii kuwepo Singida. Maana yeye alipokuja mkoa huu kwa ajili ya kazi zake za utumishi, ndipo aligundua na Mungu akasema naye kwamba mkoa huu ana watu wengi. Na wakati huo nilikuwa kwenye wakati wa kuacha kazi serikalini, na nilitaka kwenda Bible School, lakini alinitaka nije Singida hii niwasaidie watu wa Singida. Na tangu mwaka huo nimeendelea na kazi ya Mungu mahali hapa, na Mungu akanifanikisha kulianzisha kanisa la hapa mjini, ambapo pia hatakuwa hata na mshirika hata mmoja. Mshirika wa kwanza nilikuwa mimi na mke wangu na watoto wangu. Kwa hiyo hatakuwa na TAG hapa Singida, lakini Mungu amenisaidia kulifikisha hapa lilipo kanisa hili, hata kuifikia vijiji vyote au tarafa zote na vijiji vyote na wilaya zote kwa neema ya Mungu. Namshukuru sana Mungu. Kwa hiyo mimi na mke wangu Gwantwa tumemtumikia Mungu kwa furaha, kwa kumcha Mungu, na Mungu ametufanya kwa sababu ya wengi kufikiwa katika mkoa huu. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Askofu wetu mkuu Dr. Emmanuel Lazaro nilianza kumfahamu nikiwa bado mshirika pale Dodoma, na wakati huo alikuwa anakuja kwa ajili ya kuyatembelea makanisa. Wakati huo alikuwa ni mwangalizi wa makanisa yote kutoka Kilimanjaro mpaka Dodoma. Kwa hiyo wakati huo naokoka mwaka 69 ndipo nilianza kumfahamu, na ni mtu ambaye kwangu ni muhimu sana, maana ndiye waliokuwa watu wa kwanza kuniombea mambo ya kiroho, hata kuniombea Roho Mtakatifu katika mikutano yake, Mungu akimtumia kwa huduma hizo sana, na watu wengi tulinufaika na utumishi wake. Na nimeendelea kumfahamu Dr. Emmanuel Lazaro, askofu wetu mkuu, ambaye tumekuwa naye kwa kipindi mpaka sasa, ambapo Mungu amemtaka kurudi nyumbani mbinguni. Lakini ninamfahamu kwa upana zaidi kwa sababu yeye ndiye alikuwa wa kwanza kwa askofu wangu. Kwanza kwa wakati naokoka alikuwa bado ni askofu, wakati wa kanisa nafikiri ilikuwa inaongozwa na wazungu, wakina Begse, wakati anapokea uaskofu mimi nilikuwa bado ni mchanga sana, lakini nimeishi naye, nimetembea naye, nimetumika naye. Wakati naanzisha kanisa hapa alikuja kwangu kunisaidia. Amefika, alifanya mikutano kadhaa, na baada ya hapo kanisa ikaendelea kuongezeka, na nikitumika kama mchungaji. Baadaye nikapata nafasi ya kuwa mwangalizi wa makanisa yote ya Singida. Basi nimefanya chini yake mpaka alipokuwa amestaafu askofu, na alipokewa na ndugu Ranuel Mwanesongore. Kwa hiyo nimemfahamu kwa muda huo
huo wote nimetembelea kwake Kilimanjaro, na ni mtu ambaye alikuwa anatuthamini kila mtu. Hakuwepo mtu ambaye ni bora kuliko mwingine. Hata sisi wadogo alitutendea wema kama watumishi chini ya uongozi wake. Kwa hiyo namkumbuka kwa hilo, kwamba ni mtu ambaye alionyesha uwema kwa kila ambaye alitumika pamoja naye kama kiongozi mkuu wa kanisa. Mambo yaliyomtofautisha ni mengi sana, lakini jambo la msingi sana ambalo mimi nililiona, huduma yake ya uinjilisti na uongozi wake ulilisababisha kanisa letu kwa chini ya uamsho mkubwa sana, na Mungu akitenda kazi pamoja na kanisa hilo kutokana na uongozi wake. Kwa hiyo kwa mambo hayo hatuwezi kumsahau, hatuwezi kupuuza utumishi huo, uongozi wake, kwa sababu alilisababisha kanisa letu kwa miongoni au kanisa ambalo lilionekana ni kanisa la kiroho ambacho kilikuwa hakijajificha, na popote TAG ilipofika watu waliogopa kwa jinsi ambavyo simamiwa katika viwango vya kiroho. Na Dr. Lazaro, askofu wetu mkuu, alikuwa ni mtu ambaye popote alipokuwepo tuliona hata madhihirisho ya nguvu za Mungu katikati yetu. Hata kama ungetoka mahali ukaenda kwenye mkutano mkuu, utauona utendaji wa kimungu katikati yetu, kwa sababu mtu mwenyewe alikuwa ni mtu wa kiroho, ni mtu ambaye alijishughulisha sana kulifanya kanisa letu liwe bora, na kanisa letu lilikuwa bora kutokana na maongozi yake. Alizunguka nchi hii nzima akihubiri injili ya Yesu, na watu wengi wakija upande wa Bwana Yesu kupitia huduma yake. Kwa hiyo kuwasababisha wengi kuja kwa Yesu ni katika jitihada na makusudi ya moyo wako wa kutaka kazi ya Mungu ipate kufanikiwa. Mchango wake ni mkubwa sana. Mchango wake hatuwezi kueleza kwa njia rahisi. Kama nilivyokwisha kusema ya kwamba yeye alikuwa ni mkuu wa kanisa kweli, lakini pia alikuwa ni mwinjilisti mkubwa ambaye mchango wake hauwezi kusahaulika. Naamini kila mkoa huu katika nchi hii wako watu ambao walisababishwa na huduma yake. Na si hivyo tu, sio kuwahubiri wapagani, hata kuliimarisha kanisa kwa ajili ya semina alizokuwa anazifanya popote alipokuwepo. Wachungaji waliimarishwa, kanisa liliimarishwa. Kwa hiyo ana mchango mkubwa ambao kwa maneno machache hatuwezi kutosha, kwamba huyu mtu wa Mungu alifanya kazi kwa kiwango kipi. Anayejua zaidi ni Mungu, kwa sababu yeye ndiye aliyemtumia katika maeneo yote hayo. Kanisa hili liliwekewa misingi mizuri sana, na kama tutaithamini, kanisa letu linaweza likaendelea kuwa na nguvu zaidi kama lilivyoasisiwa. Kwa sababu kanisa hili tulijengwa katika mawazo ya kumtumikia Mungu pasipo kumtazama fulani akusaidie. Tulikuwa na wito mkamilifu ambao hautegemei mtu, umelenga kumtegemea Mungu. Tulifundishwa kumtegemea Mungu katika kumtumikia Mungu, kwamba hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kukusaidia. Yule aliyekuita atasimama na yeye na wewe. Ndio maana hata sisi tulipokuwa tunaanza kazi katika mkoa kama huu, hatukungoja mtu atusaidie. Tulijitoa kwa sababu tulijengwa kumtumikia Mungu kwa imani, katika kumwamini Mungu, sio kumwamini mwanadamu, pasipo kumtegemea mwanadamu. Akili zetu zililengwa kuzielekeza kwa Mungu ambaye ndiye uko msaada wa utumishi wako unapatikana. Tulienda katika vyuo vyetu pasipo kutumwa na mtu. Uliitwa na Mungu, ulienda wewe na ada yako, Mungu akusaidie. Tulianzisha kazi bila kusema nani anakusaidia. Tulianzisha wewe mwenyewe na Mungu, ili Mungu asimame nawe, alafu ndipo uone matokeo. Na kwa jinsi hiyo kanisa hili lilijengwa na nguvu, kwa sababu hakuwepo mtu mwenye kumtegemea mtu. Hata askofu Mungu akusumbuliwa kwamba unajua mimi nimeanzisha kazi huku nisaidie. Kila mmoja alipigana kupitia wito ambao Mungu amemuitia. Kwa hiyo kanisa letu tuliliita ni kanisa la kienyeji, lenye kujitegemea, lenye kujieneza. Kwa hiyo kila mmoja alijitahidi kuieneza hiyo imani pale ambapo yupo. Kwa hiyo makanisa mengi tuliyofungua
tuliyafungua kwa kutumia imani ambayo tulifundisha kwamba Mungu ndiye awezaye kukutunza. Kwa kweli, msiba huu sio wa familia ya Dr. Emmanuel Lazaro peke yake. Msiba huu ni wetu sisi sote wa TAG. Hata wa EAGT wako wengi tu ambao wamezaliwa katika huduma yake. Kwa hiyo sisi wote tumefiwa. Huo ndio ukweli. Maombolezo haya hatuwezi kuiachia familia moja. Tulipaswa TAG nzima tuonyeshe na kuthamini msiba huu kwamba ni msiba wa kitaifa ambao TAG lazima kila mmoja kwa njia moja au nyingine aone amefiwa. Tumeondokewa na mtu muhimu, pamoja ni kwamba alikuwa mtu mzima, sasa alikuwa hawezi kuonekana hapa na pale, lakini jina lake tu kutajwa kwamba Lazaro yupo ilitosha kulisimamisha kanisa hili na kulilinda. Na wale waliokuwa jirani nafikiri waliendelea kupata maarifa kupitia kwa mtu huyu wa Mungu. Kwa sababu hakuna shaka hata kidogo. Hatusemi yeye hakuwa na mapungufu kwa sababu ni mwanadamu. Lakini mambo mengi makubwa tunaweza kuyanukuru na kuyapata kutoka kwake. Na tulipaswa yeye ndio tukae kama baba wa kanisa hili kumuuliza maswali mengi yanayohusu kanisa hili la TAG. Mimi nafikiri kama mimi kufanya kazi hii ya Mungu haitegemei nguvu inayotoka kwa moyo wa mtu mwingine. Inatakiwa kila mmoja wetu tuhakikishe katika mioyo yetu hiyo nguvu ya Mungu ambao Mungu anatuita kwayo kumtumikia imo. Kwa sababu pasipo nguvu ya Roho wa Mungu ndani yetu tutajenga makanisa ambayo yatakuwa tu ya kusalisha, lakini sio katika kusudi lile la Mungu aliyetukusudia kuwazaa watoto halisi wa kimungu wenye kumuelewa Mungu kwa undani. Kwa hiyo mimi nafikiri tufuate mifano yao. Waliishije, walimtumikiaje Mungu, waliitwaje. Tusiende kwa pupa, tusiende kwa tamaa, tusiende kama tunakwenda kufanya biashara. Tuende kwamba ni maisha ya kujitoa ambao aidha kwa kuishi au kwa kufa uamue hivyo kwamba nikienda mahali lazima kitu kitokee, kwa sababu Mungu ni matakwa ya Mungu kwamba watu wazaliwe waende upande wake. Lakini tukienda tu kama ajira, kama biashara, kama kutafuta mapato, hatuwezi kufanikisha kazi hii. Tutatokea pabaya, tutakuwa na dini sio ile ambayo ilikusudiwa toka awali, ambayo tulipokea kwa baba zetu. Dr. Lazaro, askofu wetu mkuu ambaye sasa hivi ametutoka, yule mtu alikuwa ni mtu wa Mungu. Hiyo haina maswali. Hakuwa mbabaishaji, hakuwa mtu ambaye anaifumbia macho dhambi. Alikuwa ni mtu ambaye analifuatilia kanisa zima. Mimi ninavyofikiri hakuna mahali ambapo Lazaro hakufika. Popote ambapo kazi ya Mungu ilikuwepo aliwahi kufika. Kwa jinsi hiyo ni mtu wa kukumbukwa, ni mtu ambaye utumishi wake ni utumishi uliotukuka. Pamoja na katika mtazamo wangu siwezi kwamba wote walimtazama kama ninavyomtazama. Mimi kwa kweli siwezi kumlinganisha Lazaro na mchungaji mwingine. Alikuwa ni mchungaji ambao kweli Mungu alimweka kwa ajili ya kanisa letu la Tanzania Assemblies of God. Na aliweka misingi ambayo kama tungekuwa tunaifuatilia tungekuwa na kanisa ambalo linaendelea kuwa bora katika nyakati zote. Mimi nasema hivi, wapendwa ndugu zangu wa TAG wote popote tulipo, msiba huu unatuhusu. Msiba huu wote tumefiwa. Maana huyu mkuu wa Mungu ametuondoka. Na kila mTAG sidhani kama yuko mtu ambaye atampuuza na kumdharau Emmanuel Lazaro. Mimi nafikiri ni watu wote tutaendelea kumwenzi hata kama hatunaye. Ataendelea kuwa mkuu wa kanisa letu. Atakuwa ni mahali pa kunukuru na kutafuta kweli za kimungu kupitia huduma yake aliyoiacha duniani, maana maneno yake yataendelea kuishi. Wakati yeye hayupo, lakini maneno yake yataendelea kuishi. Na tabia na mwenendo wake utaendelea kuishi. Kwa hiyo kila mtu wetu, kila mtu mTAG yoyote yule anapaswa kuendelea kumwenzi Dr. Emmanuel Lazaro kwa huduma
kwa utumishi uliotukuka ndani ya taifa hili. Walilifanya kanisa hili lionekane, iwapo lilianza kama dogo lisieleweka, lilianza pengine na watu ambao hawakuwa na elimu kubwa, lakini walisimamia imani hii ikawatisha watu wengi. Kwa jinsi hiyo TAG tulikuwa na mtu ambao wa kujivunia. Mpaka sasa hivi katika umri mkubwa aliendelea kuihubiri Injili bila kujali umri wake. Nataka kusema hivi, kwa sisi TAG, kwa misingi ya kiroho aliyeiweka Emmanuel Lazaro ambaye alikuwa ndiye askofu wetu mkuu wa kanisa letu, wote tuliofuata nyuma, tuliofundishwa naye, tungetamani tuwe kama yeye, tuwe kama Lazaro. Kwa sababu jinsi alivyojiweka, alivyomwishia Mungu, hajaishi katika wakati ambao utasema Lazaro leo hayuko vizuri. Alikuwa vizuri kila nyakati tulipokutana naye. Kwa jinsi hiyo, kila mmoja ambaye anataka kumtumikia Mungu kwa uzuri angetamani awe Lazaro. Lakini kwa sababu Mungu alimleta Lazaro mmoja, hatuwezi wote kwa Lazaro. Lakini kwa muonekano, kwa mtazamo, kwa uhitaji wa kiutumishi, Lazaro angekuwa kielelezo katika maisha yetu ya kiroho na jinsi gani tumtumikie Mungu kwa uaminifu. Alitusimamia, popote ilipotokea tuhuma hakufumba macho. Alifika kwa wakati kutatua na kuondoa ile tuhuma. Kanisa letu liendelee katika unyofu ambao Mungu alitaka liwe. Neno la mwisho, sijui nashindwa kuhusu msiba huu. Afya tu zinatushinda, tungekuwa wote tumekusanyika Moshi tukimsindikiza mtu huyu wa Mungu. Lakini niseme hivi, kwa kweli tumeondokewa na mtu muhimu sana. Iwapo kama nilivyosema alikuwa mtu mzima, hawezi kufika hapa na pale, lakini kuwepo kwa jina lake katikati yetu lilitosha sana. Hata tukikosa la kusema, tungesema si tungemuona mzee Lazaro atusaidie, kwa sababu mtu yule alikuwa ni mtu wa uhakika katika huduma aliyoifanya. Alikuwa sio mbabaishaji, alikuwa ni mtu makini. Sijui tuongeeje lugha zieleweke kuhusiana na mtu huyu wa Mungu, lakini itoshe kwamba tumeondokewa na mtu muhimu. Kwa sababu ni wanadamu, tunaondoka duniani, wote tutaelekea huko alikokwenda ambako ni nyumbani, lakini kwa kweli hatuwezi kusahau kazi yake. Na mimi naendelea kukaza, tuendelee kumwenzi na kumkubali ndani ya kanisa letu la Tanzania Assemblies of God.